Mara tu mtu anapookolewa anategemewa asifanye mambo fulani. Lakini kuna baadhi ya mambo anayafanya hata yeye mwenyewe anashangaa, kwa nini nayafanya wakati mimi nimeokolewa? Sitaki kufanya mambo fulani fulani. Maana yake nafsi yako inatakiwa kufanywa kazi. Tangu ulipompokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, roho ulishamaliza, nafsi ndio issue. Sasa tunataka kufanya kazi na nafsi. Tuifanyie kazi nafsi zaidi, kwa sababu tayari roho ilishasamehewa. Of course, baada ya kuwa ndani ya Yesu Kristo, Biblia inasema tumekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na yamekuwa mapya. Na pia maandiko yanasema ni vizuri kujua wokovu wa mwanadamu uko kwenye vipande vitatu. Kipande cha kwanza ni wokovu wa muujiza, ambao ni roho ya mtu inaokolewa kwa kusamehewa dhambi na kupewa uzima wa milele. Hii inatokea tu baada ya kumempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaposema, Baba Mungu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unisamehe dhambi zangu, karibu ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Saa hiyo hiyo, sema saa hiyo hiyo, Yesu anapoingia ndani ya moyo wako, roho yako imezaliwa upya. Unaitwa umezaliwa mara ya pili. Lakini aliyezaliwa mara ya pili sio nafsi yako, sio mwili wako, ni roho yako. Wazungu wanasema regeneration. Hebu sema regeneration. Regeneration maana yake baada ya kuwa umetengwa na Mungu, Adamu alipotenda dhambi, umeungamanishwa na Mungu tena. Kwa hiyo roho inakuwa imezaliwa mara ya pili, imeokolewa na jehanamu ya moto na imefanywa kuwa mwana wa Mungu. Lakini nafsi yako inakuwa ni ile ile na mwili wako unakuwa ni ule ule. Ndio maana kama ulikuwa mwizi utakumbuka wizi. Kama ulikuwa mchawi unakumbuka dawa zote na kuluka na unakumbuka yote. Kwa sababu kilichofanywa upya ni roho. Hebu sema roho. Of course, ambayo ndio wewe. Lakini Wathesalonike wa pili sura ya 5 mstari wa 23 inasema roho zenu na miili yenu na nafsi zenu. Unaona, kumbe tuna roho zetu, kumbe tuna miili yetu, kumbe kuna nafsi zetu. Kwa hiyo unaposema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, hili neno linahusu roho ya mtu, kwamba roho ya mtu imekuwa regenerated, imezaliwa mara ya pili, imeokolewa na jehanamu ya moto. Lakini cha pili ni wokovu wa nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu inakuwa ni ile ile. Ndio maana Biblia inasema, na wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mfanye upya kwa kugeuzwa nia zenu. So kinachofuata ni wokovu wa nafsi. Wokovu wa nafsi ni process. Mwambie mwenzako process. Wokovu wa nafsi is a divine process, inayoendelea kwa kadiri unavyojifunza neno la Mungu. Wokovu wa nafsi unaendelea kwa kadiri neno la Mungu linavyokuwa kwa wingi ndani yako. Ndio maana utaona kwenye maandiko matakatifu, utagundua kwamba mara tu mtu anapookolewa anategemewa asifanye mambo fulani. Lakini kuna baadhi ya mambo anayafanya hata yeye mwenyewe anashangaa, kwa nini nayafanya wakati mimi nimeokolewa? Sitaki kufanya mambo fulani fulani. Maana yake nafsi yako inatakiwa kufanywa kazi. Uwatakase kwa hiyo neno, uwatakase kwa hiyo kweli. Neno lako ndio kweli. Kwa hiyo kwa kadri unavyojifunza neno la Mungu kuna utakaso. Hebu sema utakaso. Kuna usafi unaendelea ndani ya nafsi. Kuna mambo fulani ambayo ulikuwa unayafanya, nafsi imeyazoea, unaanza kuyaacha kwa sababu neno la Mungu limeanza kuingia ndani yako. Na kwa hiyo wokovu wa nafsi ni siku kwa siku. Sema siku kwa siku. Kwa hiyo wokovu unaendelea. Wokovu wa tatu ni mwili wa mtu. Mwili wa mtu hauokoki. Mwili wa mtu ni ule ule. Mwili wa mtu umetoka mavumbini na utarudi mavumbini, na asili yake ni ya dunia. Kama walivyo wa mbinguni, maana yake roho ni ya mbinguni, ndivyo walivyo wa dunia, maana yake mwili wa dunia. Kwa hiyo roho yako imeokolewa na Mungu. Ulipookoka umeandikishwa mbinguni, umesajiliwa mbinguni, umesamehewa dhambi, umeoshwa kwa damu ya Yesu, na jina lako, sema jina langu, limeandikwa kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Hiyo lina hakika kabisa. Maana majina yanaandikwa kwa kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Na mtu yule ambaye jina lake halikuonekana
limeandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto pamoja na yule mnyama na yule mpinga Kristo. Ina maana wewe jina lako limeandikwa. Wewe jina lako limeandikwa. Mwambie mwenzako, jina lako nani? Tabu. Limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Tangu uliposema, Bwana Yesu, nakuja kwako, mimi mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote, karibu ndani ya moyo wangu, unipokee na kupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Jina likaandikwa, na una hakika mbinguni utakwenda. Hiyo ni hakika. Mambo mengine yanayokusumbua haya ni nafsi. Sema nafsi. Mambo mengine unaona, umaskini, uchungu, kuonewa, madeni, kutokuolewa, kutokuchumbiwa, sasa ni nafsi, sio roho tena. Unanielewa? Roho ulishamaliza. Tangu ulipompokea Yesu kama Mwokozi wa maisha yako, roho ulishamaliza. Nafsi ndio issue. Sasa tunataka kufanya kazi na nafsi. Tuifanyie kazi nafsi zaidi, kwa sababu tayari roho ilishasamehewa. Ndio maana unaweza kumuuliza mtu hapa, umeokoka? Asema ndio. Unasema uongo? Akikumbuka anasema, pamoja na kwamba nimeokoka lakini juzi kwa kweli nilisema uongo. Imekwaje? Si kiumbe kipya? Ni kwamba kweli ni kiumbe kipya, lakini nafsi ni ile ile. Nafsi ni ile ile, na nafsi na vipande kama vitano hivi. Hebu sema vitano. Kipande cha kwanza cha nafsi ya mtu kinaitwa hisia za mtu. Hisia za mtu. Kule kuhisi kufurahi, kuhisi kuchukia, kuhisi kulia, kuhusu kuzomea, nasikia huzuni, nasikia kitengo cha hisia. Nasikia nampenda yule, namchukia yule. Yule kaka ananiudhi sana, yule baba ni mbaya sana. Ile hali ya kusikia kulia, kusikia kucheka, kusikia kuonewa ni nafsi, sio roho. Kwa hiyo unapolia usiseme roho inalia. Ni nafsi mahala fulani kwenye ile senta yake ya hisia. Hebu sema hisia. Bado hujakombolewa bado, ambao panahitaji neno la Mungu, panahitaji kisima cha mbinguni, panahitaji kisima cha mbinguni kimwagike kwenye hiyo nafsi, kwenye eneo la hisia, ili nafsi ikae sawa. Mtu aseme amen. Kipande cha pili kwenye nafsi kinaitwa nia. Mtu aseme nia. Nia ndipo mahala ambapo elimu inawekwa. Nia inatafasiriwa kama kitengo cha mawazo, mipango na fikra. Yaani ndani ya nafsi kuna kitengo cha mawazo, mipango, fikra. Ile mipango yote, nitasoma mwezi wangapi, nitaanza biashara, unajua mipango yote, fikra zote, kuna kitengo ndani ya nafsi kanaitwa nia. Shetani akikakamata hako kwisha. Shetani akikamata hisia kwisha. Badala ya kuwa na hisia zako anakupa zake. Anakupa zake. Ndio maana mtu unaweza kumkuta analia, anacholilia ni cha kishetani. Yaani yule kaka kaniacha kabisa, sijui itakuwaje jamani, siwezi kuishi bila yeye. Unamuuliza kaka mwenyewe ameokoka, hajaokoka, ni Muislamu, sasa nampenda sana. Hisia. Unamkuta mtu ana mahusiano na mtu anajua ni mabaya, anaamua ayaache, lakini baada ya siku mbili anaanza kulia, jamani, yani sitakuwaje jamani, afadhali tu niolewe naye, nikimaliza kuolewa naye tutarudi kanisani jamani. Hisia imeshikwa. Roho yake ameokolewa. Sio kwamba hajaokoka, ameokolewa, ila kitengo cha hisia kimekaliwa. Ninaamuru moto wa mbinguni upenye kwenye kitengo cha hisia zako, na watu waseme amen. Wewe hujawahi kuona mtu anasema, baba, moyo wangu nauma. Unamuuliza, moyo unao? Hata hivyo huo moyo unaouma ni wako. Maana Biblia inasema ndipo Absalomu akaiba mioyo yao. Kuna watu ambao mioyo yao imefanya nini? Imeibiwa. Kwa hiyo hata unaposema moyo unauma, ule moyo unaouma ni ule uliowekewa baada ya kwako kuibiwa.
Ninaamuru mioyo iliyoibiwa irudi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kitengo cha tatu kinaitwa moyo. Sema moyo. Huu moyo unatafasiriwa kama idara ya kumbukumbu ndani ya nafsi ya mtu. Ndipo ambale kumbukumbu zote zinakaa pale. Kumbukumbu zote zinakaa pale kwenye moyo. Ndio maana unaona mioyo ya nafsi yenu. Maana yake ndani ya moyo, ile center ya nafsi na moyo. Ni vizuri ujue inaposema moyo ni mahala ambapo chemichemi ya kitu hicho hutokea. Biblia inasema, Yesu akamwambia, nyie mnataka mpewe miujiza lakini hamtaonyeshwa miujiza zaidi ya ishara hii ya Yona aliyekaa katika moyo wa nchi. Hebu sema moyo wa nchi. Yaani moyo wa nchi ni center ya nchi. Kwa hiyo nafsi ina moyo wake, center ya umoyo wenye, hata roho ina moyo wake. Ndio maana unaona Mungu ni roho, lakini Biblia inasema Mungu kwenye ile center ya unafsi wenyewe ndio moyo wa nafsi, ambao ndio idara yani kumbukumbu zinakaa pale. Kuna watu wengine pale kumbukumbu wana GB 3, GB 4, GB 5, wengine terabyte 1 kumbukumbu, wengine MB 1, wengine hakuna kitu. Ukimuuliza unakumbuka nini? Hakumbuki. Ndio wale ambao wakikaliwa kwenye moyo, hata kama ukimsomesha kuanzia asubuhi mpaka jioni, moyo umefanya nini? Umekaliwa. Hawahitaji maombi wale. Hawahitaji maombi wale. Wanahitaji nguvu ya Mungu ya kumwambia aliyekaa kwenye moyo, amka. Yesu akae ndani ya moyo kwa jina la Yesu. Amen. Nilikuwa naambia kule Japan kuna watu wanaitwa wana stress. Kule Korea ana stress. Mimi na stress. Naomba unifanyie ushauri. Nikasema mimi si shauri pepo. Pepo huwa hashauriwi, anatolewa. Ila namna ya kumtoa ujue uko wapi. Kuna wengine wamekaa kwenye hisia za mtu. Tuko kanisani lakini ukimwaza mtu mwingine, ukiongea naye, hisia zake haziko hapa. Anahisi tu sijui kama nyumbani nimefunga mlango, sijui wageni watakuja, sijui ile mboga itakwaje, sijui leo itakwaje, atamaliza mapema au hapana, atachelewa au vipi, sijui itakwaje, jirani yangu amevaaje. Hisia zake haziko hapa. Moyo, mwambie mwenzako moyo. Pale kumbukumbu zote zinakaa. Kumbukumbu za masomo, kumbukumbu za mambo yaliyopita. Ndio maana mtu anaweza kumwambia unakumbuka? Sikumbuki. Yaani wewe ukumbuki? Sikumbuki. Kwa hiyo kuna watu wengine wamekaliwa sasa hivi hapo, nikimaliza kuhubiri tu somo linafutwa. Somo linafutwa. Ukimuuliza unakumbuka nini siku ya Jumapili ya leo, anasema mchungaji ametoka Korea. Kwa sababu eneo la moyo, kwenye nafsi wamekaa pale watu. Wamekaa pale watu. Kwa sababu wanajua nafsi ya mtu huyu kwenye senta ya moyo wake, kumbukumbu zake ni hatari. Ndio maana tungeachiwa kwenye eneo la moyo, tungekumbuka mpaka tarehe ya kuzaliwa. Watu wa psychology wanasema hivi: ubongo wa mwanadamu aliyefanikiwa kutumia sana kwa kiwango kikubwa sana ni 3%. Yaani ubongo wa mwanadamu mambo ya kufanya, unaweza kufanya mambo makubwa sana ukifundishwa kufanya kazi vizuri, lakini aliyefanikiwa sana kutumia kama 3% hivi. Kwa hiyo 97% haijatumika. Tungeitumia vizuri ingefanya kazi, lakini kwa nini? Kwa sababu ubongo ni sehemu ya nafsi. Kwa hiyo kuna wazee wengine kutoka Kisarawe wamekaa kwenye hisia. Wamesema sisi hisia zake tunakaa, hisia zake ahisi mdundiko tu, ahisi disco tu, ahisi mapenzi tu, ahisi uongo tu, hawezi kuhisi neno la Mungu. Ndio maana wengine hata kama ukihubiri na moto ukashuka kutoka mbinguni, unamuuliza ibada ya leo ilikuwaje? Anauliza kama kawaida. Geukia mwenzako mwambie hisia zako zimeibiwa. Sehemu inayofuata ya nafsi ya mtu inaitwa utashi.
Nilipokuwa Japani wakati fulani, nimeita watu mbele kuja kuombewa wenye matatizo. Akaja wanaume wawili kwenye msuru hapo, wanaume wawili wameshikana mkono hivi. Mwanaume mmoja ana hereni na wigi na viatu vile vya kike vile high heels, lakini ameshika mwanaume mwenzake. Nao wamejipanga pale mbele kuombewa. Nikasikia hasira ya kufa mtu, kwa sababu mimi niliita mtu na mke wake. Naona waangalia hawa wanaume wote, lakini mmoja ana heleni, ana wigi, ana chain na ana high heel, ila janaume. Nikaanza kuweka mkono mtu na mke wake, mtu na mke wake. Nilipofika kwa hawa, roho inakataa kabisa. Huyu ni mtu na mke wake huyu. Nikamwambia mchungaji, huyu ni mtu na mke wake? Akasema ndio, hapa Japani inaruhusiwa mume na mwanaume kuoana au mke na mke kuoana. Kwa hiyo huyu ni mtu na mume wake. Kwa hiyo ni hatari sana kuwaongelea lolote wale, na usipowawekea mikono unaonekana umewanyanyapaa, unashtakiwa. Nikasema, nakwambia mchungaji, mimi ninaishi kwa sheria 3. Sheria ya kwanza inayoniongoza ni sheria ya nyumbani Tanzania. Sheria ya pili inayoniongoza ni sheria ya mbinguni, sheria ya Bwana Yesu, sheria ya roho wa uzima. Sheria ya nyumbani hainiruhusu kuwawekea mikono, na ya mbinguni nayo hainiruhusu kuwawekea mikono, na sishtakiwi. Hata hivyo mimi na visa ya kutembea tu, sina visa ya ukazi hapa. Sishitaki kwa sheria ya hapa, siwawekei mikono. Sasa kwa sababu nimewaruka, wakafumbua macho, wakaanza kuangalia na wenyewe juu. Ananionyesha eti njoo niwekee mkono. Mimi nikaanza kunena kwa lugha, rika pasatata babasaka, nikaondoka zangu. Ila nilipotoka pale, roho ikanichoma sana sana. Nikaumia sana kwamba nimekosea. Ina maana hawa sio watu. Kitu gani kimewaleta mbele? Wamesikiza mahubiri yangu mpaka mwisho. Ina maana nani atawafungua? Nikamwambia, Bwana, hawa mimi sina upako nao. Hawa sina nguvu nao. Wakati huu nilipokuwa Korea, Mungu akaniambia jambo la ajabu sana. Akaniambia, mwanaume na mwanaume kuoana, mwanamke na mwanamke kuoana, kuna sababu. Na sababu ile iko ndani ya damu. Hebu sema ndani ya damu. Na kati ya mambo ambayo nataka kuyashughulikia ni mambo yanayosafiri kutoka kizazi hadi kizazi ndani ya damu. Na utashangaa, nitaamuru moto upite ndani ya ukoo wa familia yenu, ukoo wa Masawe, ukoo wa Gwajima, ukoo wa Masanja, ukoo wa Inkia, ukoo wa Limo, ukoo wa Mwangende, ukoo wa Mwangela, na ukoo wa Baraka, na ukoo wa Bihagazi. Na itawezekana. Nataka tupande kwenye mlima mwingine. Kwa kadiri unavyokwenda juu ya mlima, mapafu yanahitaji oksijeni ya kutosha. Ulimwengu unakoelekea ni mlima wa juu sana. Nataka nikujaze oksijeni ya kutosha, ili ukipanda hakuna haja ya kushuka chini kwa ajili ya kuakwaya oksijeni. Aliyepanda amepanda. Kupandishwa na watu kuna kupanda na kushuka. Kupandishwa na Mungu, ukipanda umepanda. Watu watatengeneza maigizo yoyote ila umepanda. Watu watatengeneza michezo yoyote ila umefanya nini? Umepanda. Yeye alipopaa, atakapopaa atawavuta wote waje kwake. Maana yake Yesu alipopaa akashusha kamba chini, inaitwa kamba ya Roho Mtakatifu, akatuvuta sisi. Tumeketishwa kwenye ulimwengu wa roho sasa hivi, juu sana kuliko enzi zote, juu sana kuliko falme, juu sana kuliko mamlaka, juu sana kuliko jini walitajalo. Si katika ulimwengu huu tu, bali katika ulimwengu ujao. Na yeye alipoonekana ana umbo la mwanadamu, Mungu akamwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, ili kwa jina hilo kila goti lipigwe, na kila ulimi ukiri, na kila goti la mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi na wafalme wa dunia wajue yeye ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu.
Pastor Vicky amesema sisi si wa kawaida. Kweli sisi si wa kawaida. Lakini tumedanganywa ni wa kawaida kwa sababu nafsi zimechezewa. Kwa hiyo unaambia wewe mwizi hivi ni wa kawaida, waambie mimi si wa kawaida. Siku moja mimi nilikuwa Mwanza, kuna eneo linaitwa Bwiru. Nilikuwa na Freeman na Manase wakiwa watoto wadogo hivi. Tunaendesha gari, tukamwona kanga. Ndege anaitwa kanga. Yaani mama kanga, lakini anafuatana na watoto wa kanga. Alikuwa ni mama kuku wa kawaida, anafuatana na watoto wa kuku. Lakini ndani ya watoto wa kuku na watoto wa kanga, wanamfuata yule mama kuku. Yule kuku anatembea kidogo, anagonga chini kuita watoto wake. Wale watoto wa kanga nao wanakuja. Maana yake ni kwamba kuna mtu alichukua mayai ya kanga akamwekea kuku. Kuku akatamia yale mayai ili yatotolewe. Muulize mwenzako, kila ulichoatamia ni chako? Sije kuwa umeatamia mayai ya kanga. Sasa walipototolewa wale kanga na kuku pamoja, mama yao ni mmoja. Wamekuwa sasa wale kanga ni wakubwa wenye uwezo wa kupaa, ila bado wanamtegemea nani? Kuku ambaye hata hawezi kupaa. Wamesahau kwamba wana uwezo wa kufanya nini? Wa kupaa, wakaenda kuwa uhuru polini. Hata uhuru hawaujui, kwa sababu nafsi zao zimelogwa. Sasa nikamwambia Freeman, wale kanga wamedanganyika, kwa sababu ni wakubwa. Sasa wakubwa kama mama kuku, lakini ni mama kuku linafanya wale kanga na wao wanakuja kula pale. Alafu hata kuku wenzao hawa wanawaona na wale ni kuku. Ndivyo ambavyo dunia inatuona sisi tunafanana nao, ila sisi pamoja na kwamba dunia imetuatamia, si wa hapa. Kuna siku tutaamka. Siku iliyofuata nikapita mimi kuongea na mwenye kuku. Akasema, bwana, mimi nichukua mayai polini nikamwekea huyu kuku akatotoa na namna hiyo. Kwa hiyo hawa kanga wako kama 7 na kuku wako 3 tu. Kanga ndio wengi. Kwa hiyo wanakaa naye na washakuwa umri wa mama yao, wanatii amri halali ya mama feki kuku. Ina maana ndani ya nafsi yao wanajua huyu ndio mama, kwa sababu tumekuwa kwa namna hiyo. Na ndio maana naona watu wanasema kiwango cha maisha yetu ni haya, maana familia yetu na ukoo wetu tunafanya namna hiyo. Nyumbani ukimuuliza mtu unaweza kuwa bilionea sasa hivi, anakuambia swali kubwa sana hilo, kwa sababu anaangalia familia yake, baba yake, mama yake, kipato chake, kazi yake, ndoa yake. He says I cannot make it because of my family. Sasa nikamuuliza mwenye kanga, akasema, bwana, huyu kuku ameatamia haya mayai miaka mingi. Baada ya miezi 8 baadaye nikarudi tena Mwanza, nikataka nikamtembelea tena huyu bwana. Nikamuuliza, yule kuku na wale kanga wapo? Asema, mchungaji, nilipatwa na jambo baya sana. Ni Bwiru kule karibu na mlima. Kwa hiyo kulikuwa na kanga wengi wa polini. Nikamwambia, nini kilikupata? Asema, siku moja bwana, wale kuku wangu na kanga wangu wanakula pamoja. Wakatoka kanga kutokea polini, wale kanga original, wakapita juu wanapaa. Walipokuwa wanapaa wanafanya wale kanga kuku wanaangalia juu, wanaona mbona kuna sauti ya juu inayofanana sauti zetu. Wale kanga wanajiuliza, mbona kule juu kuna anayepaa
tunafanana naye. Naongea na mtu kule juu yuko, unafanana naye. Narudia tena, kule juu yuko, unafanana naye. Nikamuuliza, kawaje? Akasema wale kwale wakapita, wale kanga wakapita. Ila wale kanga wa kwangu walipopita wale kanga wa juu, wale kanga wa kwangu wakaanza kupiga mabawa hivi. Wakaanza kucheki. Je, na sisi tunayo mabawa kama wale wenzetu wa juu? Nasema na mtu, na wewe unayo mabawa? Angalia juu, unaweza kupaa. Haleluya. Unaweza. Ni kwamba ile nafsi imefinyiliwa sana, umeona kana kwamba huna nini? Mabawa. Anasema walipopita wale juu, wale kanga hawakupaa, ila wakaanza kupanua, wakaanza kucheki, niko sawa? Niko kama yule wa juu? Niko kama yeye? Je, hukumu zangu ndio zake? Je, macho yake ndio macho yangu? Masikio yake ndio masikio yangu? Miguu yake ndio miguu yangu? Wakaangalia. Wale kanga waliokuwa juu wakaenda kupiga kona. Wakapita tena. Wakaangalia chini, wakaja. Wale kanga wakaangalia mara nyingine. Wakaanza kurukaruka. Wakaanza hawapai, lakini wanakwenda kushoto, wanakwenda kulia, wanafanya warm up. Mwambie mwenzako warm up. Wanajiandaa kupaa. Wameshagundua kuna sauti angani inayotoa moto pae. Wanajiandaa kupaa. Ninaongea na mwanamke, ninaongea na binti. Kuna sauti angani inayosema ndoa yako ipae. Kuna sauti angani inayosema biashara ipae, watoto wapae, kazi ipae. Panua mabawa yako, unataka kupaa. Ninaamuru wakala wanaobeba hisia zako waachie. Hebu sema achia. Kwenye ngurumo ya sauti yangu ya leo, ninaamuru kila wakala anayeshikilia eneo la hisia zako, eneo lako la moyo wako, naamuru kwa kisima cha mbinguni cha moto, moto uachiwe na hisia zako ziachiwe kwa jina la Yesu. Somebody shout and say